بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa Safar mwaka wa 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. katika kikao kilichopita tulimalizia kwa kusoma dalili aliyoitaja al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi ya jambo la tatu katika yale mambo matatu ambayo ni wajibu kwa Muislamu kujifunza na kuyatendea kazi, hii ikiwa ni risala ya pili. Akazungumzia suala la alwala'u walbara, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukasoma na dalili katika sharh ya Sheikh al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. baada ya kuieleza hii aya akasema فهذه المسألة تتعلق بعداوة الكفار وعدم موالاتهم، وهي لا تقتضي أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع الدنيوية، بل يستثنى من ذلك أمور. kiufupi akataja mambo ambayo Muislamu ameruhusiwa kisheria kuamiliana katika mambo haya na asiyekuwa Muislamu katika kufar, na wala hilo halitii dosari katika imani yake na tauhidi yake. قال الأول جنب الكwanza أنه مع بغضنا لهم وعداوتنا لهم يجب أن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. asema pamoja na kuwa sisi tuwachukia na kuwa tuwachukulia ni maadui, ni wajib juu yetu kuwalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. ولا نتركهم ونقول هؤلاء أعداء الله وأعداؤنا، يجب علينا أن ندعوهم إلى الله لعل الله أن يهديهم. ولا هتتكان كسيما كوا hawa ni maadui wa Allah na ni maadui wetu tukawaangalia, bali ni wajibu juu yetu kuwalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawaongoza, فإن لم يستجيبوا فإنا نقاتلهم مع القدرة. ikiwa hawakubali kulinganiwa kuitikia da'wa, basi ikiwa kuna daula ya Kiislamu iliyo na uwezo na nguvu, utawapiga vita. na hii yajulikana kama jihadu at-talab, kwa ajili ya kuwalingania
katika dini ya Allah. Fa imma an yadkhulu fi al-islam wa imma an yabdhulu al-jizya. Sasa imma wataingia katika Uislamu au watalipa jizya, watalipa kodi wakiwa chini ya daula ya Kiislamu. In kanu min al-yahudi wal-nasara au al-majus, ikiwa ni katika mayahudi au ni manasara au ni katika majus, wa hum saghirun, watalipa jizya wakiwa wadhalilifu. ويخضعون لحكم الإسلام، na lazima wajisalimishe kwa hukumu ya Kiislamu maadamu wako chini ya daula ya Kiislamu. Na waislamu watawapa himaya, bimaana watawapa ulinzi, mambo yao watakuwa wakiyafanya chini ya daula ya Kiislamu vizuri kabisa, lakini watalipa kodi hadi ya kuwa ni wadhalilifu. ويتركون على ما هم عليه، kwa hivyo watanyenyekea kwa hukumu ya Uislamu, kisha watawachwa. Ikiwa ni Myahudi atabakia katika uyahudi wake, ikiwa ni Mnasara atabakia katika unasara wake, lakini bisharti daf'i aljizyati wa khudu'ihim li hukm alislam, lakini kwa sharti ya kulipa kodi, kwa sababu serikali ya Kiislamu yawalinda. Kadhalika wanyenyekee chini ya hukumu ya Uislamu. Amma in kanu ghayra kitabiyin ghayr majus fafi akhdh aljizyati minhum khilafun baina alulama. Ama ikiwa si katika ahlul kitab alyahud wan nasara wala si katika majus, basi katika kuchukua jizya kwa kufar ambao sio hawa kuna ikhtilaf baina alulama, basi mahali pake. الثاني، jambo la pili, لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة. hakuna katazo katika kuingia katika mkataba na makafiri wakati nchi ya Kiislamu yahitajia, mkataba wa sulhu wa amani, hakuna matatizo. idha ihtaja almuslimuna limuhadanatihim likauni almuslimina la yaqdiruna ala qitalihim, kiwa waislamu hawana uwezo wa kupigana na wao, basi waweza kuandikishiana na wao mkataba wa amani. Hili halikukatazwa. kwa ikiwa likauni almuslimina la yaqdiruna ala qitalihim wa yukhsha ala almuslimina min sharrihim, pengine wachelea na kuogopea shari yao dhidi ya waislamu kwa kuwa wao wana nguvu, wana silaha zaidi, la ba'sa bil muhadanati ila an yaqwa almuslimuna ala qitalihim, hakuna neno kuandikishana na wao mkataba au kufanya na wao mkataba mpaka watakapopata nguvu waislamu ya kuweza kusimama dhidi yao. au idha talabuhum almuhadana, au ikawa wao kufar wakataka mkataba wa amani. wa in janahu lisalmi fajnah laha, na hii amri Mtume sallama alielekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa wataegemea katika upande wa amani, kubali kuwa na mkataba na wao na amani. fayuhadanu, lakini laysa hudnatan daima, lakini sio mkataba wa amani wa daima milele. inma hudnatun muaqqatatun muajjalatun ila ajalin حسب رأي إمام المسلمين لما فيه من المصلحة. kwa utakuwa ni mkataba wa wakati kwa ajili ya au kwa kadri ya vile atakavyoona kiongozi wa Kiislamu kuwa kuna maslaha kuwa na mkataba na wao amani, ataweka ule muda.
kwa hivyo hili pia halikukatazwa na Mtume sallam, alilifanya katika sulh al-Hudaybiyah. Mtume sallam alikubali hili, akaikiana sulh ya amani baina yeye na Makuraish. الثالث لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا للمسلمين. hazuiliwi Muislamu wala hakuna makosa kuwalipa wema wao ikiwa watawafanyia wema Waislamu. La bas, waweza kulipa kwa ule wema waliofanya. La mani'a an yukafa'u ala ihsanihim, bimaana hakuna kizuizi chochote kilichozuiliwa kisheria kumlipa kwa wema aliyokufanyia asiyekuwa Muislamu. Hili halina matatizo. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. kwa Allah hawakatazeni nyinyi kutokamana na wale ambao hawakuwapigieni nyinyi vita katika dini yenu, wala hawakuwatoeni nyinyi kutoka katika majumba yenu, kuwafanyia wema na uadilifu. Hakika Allah awapenda waadilifu subhanahu wa ta'ala. kwa hivyo anapokufanyia wema na wewe pia umfanyie wema, hili halikukatazwa. الرابع الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبره لكنه لا يطيعه في الكفر. baba au mzazi ambaye ni kafiri ni wajib juu ya mtoto wake ikiwa ni Muislamu kumfanyia wema. Yule mzazi ni wajib kumfanyia wema, sio khiari, ni lazima umfanyie wema kwa sababu ni mzazi wako, baba au mama. Lakini usimtii katika ukafiri, yani bimaana akikwambia uwe kafir usimtii katika hilo, akikwambia akuamrisha ukufuru la. لقوله تعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله hapa akataja wasia aliyomuhusia mtu kwa wazazi wake, akamkumbusha namna alivyopata tabu mama yake kumbeba tumboni miezi 9 na kumnyonyesha. Allah mwisho akasema nishukuruni mimi na wazazi wenu, mwashukuru wazazi wenu, mwisho wenu ni kwangu mimi. wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Angalia hapa, jahadaka, wafanye bidii sana wewe uingie katika nini? Kufuru. Wafanya kila mbinu kukutia wewe kwenye kufuru. Allah asema fala tuti'huma, katika hilo usiwatii. Lakini hapo akasema nini? wasahibhuma fi dunya ma'rufa, lakini utangamane na wao katika hii dunia kwa wema, pamoja na kuwa wao kulazimisha kuingia katika kufuru, lakini wewe wafanyie wema, usiwasikilize tu katika hilo. wattabi' sabila man anaba ilayya, akakuelekeza wewe kufuata njia ya man anaba ilayya, wale wanaorudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. maana ufuate njia sawa, achana na wao katika kufuru yao. alwalidu lahu haqqun wa in kana kafira, mzazi baba au mama ana haki hata akiwa sio Muislamu, ni wajibu juu yako kumtekelezea haki yake. لكن لا تحبه المحبة القلبية, لكن usimpende mahaba ndani ya moyo kampenda kwa ajili ya dini yake, la. بل تكافئه على تربيته لك وأنه والد وله حق تكافئه على ذلك, bali utamlipa ule wema wake aliyokulea na kuwa yeye ni mzazi wako, ana haki, utamlipa ile haki yake, tekelezea haki yake.
pia katika mambo ambayo sheria imeruhusu الخامس تبادل التجارة معهم والشراء معهم kufanya biashara na wao kununua na kuuza jambo limeruhusiwa kisheria شراء الحاجات منهم واستيراد البضائع والأسلحة منهم بالثمن لا بأس بذلك kununua vitu kwao bidhaa kununua kwao kama ni nchi ya Kiislamu ikanunua bidhaa kutoka katika nchi ambayo si ya Kiislamu la bas kununua silaha kwa thamani la bas waweza kununua silaha kutoka kwao وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار نمتم سلم alikuwa kiamiliana muamala wa biashara na makafiri وكذلك عامل صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها متوم سلام aliamiliana na mayahudi Khaybar alivyokuwa taka kuwatoa mayahudi Khaybar wakamwambia wale mayahudi kuwa sisi tuna ujuzi na hii ardhi tuache tutalima kisha katika yale mazao utatupa kiasi fulani kilichobakia ni chenu mtume sallama akawakiri katika hili wabakini mfanye mlime kile kitakachopatikana nisba fulani itakuwa ni yenu nisba fulani ni yetu laysa hadha min almuwalati walmahabba na hii si katika kuwapenda mkafiri la wa inma huwa tabadulu masalih ni kubadilishiana maslahi ya kidunia yajibu an na'rifa hadhihi al-umur Sheikh Al-Fawzan anasema haya mambo ni wajibu tuyafahamu wa annaha la tadkhulu fi al-muwalati wa laysa manhiyan anha aslan haya mambo hayaingii katika almuwala kuwa mtu awapenda makafiri kwa kufanya hivi wala si jambo ambalo limekatazwa kabisa katika Uislamu katika Uislamu umejuzishwa kufanya biashara kadhalika listidanatu minhu kadhalika kuchukua deni kwa kafiri maadamu si deni la riba la bas pengine mtu na jirani yake kafiri akampa deni shika hizi pesa nenda kafanye kazi yako akimaliza mregeshe an-nabii sallallahu alaihi wasallam istadana min al-yahudi ta'aman kwa mfano inawezekana kuwa mwenye duka si muislamu ana duka si muislamu ukawa wachukua bidhaa kwake kisha mwisho wa mwezi wamlipa kwa deni la basi mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua deni kwa yahudi deni la chakula warahana dir'ahu indahu akaweka rehani dir'a yake ya vita ya kuvaa amai kuvaa kwenye kifua akaiweka kwake kama rehani kuwa atamlipa ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بطعام اشتراه لأهله متوم صلى الله عليه وسلم akafariki akiwa na deni la huyo Yahudi alayhi salatu wassalam na dir'a yake iko rehani kwa yule Myahudi wao wakalipwa ile dir'a ikachukuliwa lakini alifariki akiwa na deni alayhi salatu wassalam la huyo Myahudi akalipwa deni lake la mania min hadha ili jambo halikukatazwa kwa mtu achukue deni kwa siku muislamu لأن هذه أمور دنيوية ومصالح ولا تدل على المحبة والمودة في القلوب فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا سواء katika mambo ya kidunia na masalih ya kidunia si dalili ya kuwa mtu ampenda yule mtu kwa moyo wake si dalili ya kuwa ampenda yule kafiri kwa hivyo ni wajibu juu yetu kupambanua baina hili na lingine yote haya tuyafahamu لأن بعض الناس إذا سمع نصوص العداوة للكفار وعدم محبتهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم قد يفهم أنه لا يتعامل معهم ولا يتصل بهم نهائيا وأن تكون مقاطعة نهائيا أو نهائية asema kwa sababu kuna baadhi ya watu wakisikia hizi nusus zinazozungumza kuwafanyia uadui kufara
na kutowapenda afahamu pengine haifai kuamiliana na wao kabisa wala kuwasiliana na wao kabisa, iwe kuna kuwakata kabisa, hakuna hata biashara, hakuna la, haifahamiki hivyo. Sababu ingelikuwa ufahamu huo asingefanya Mtume sallam biashara na Mayahudi, na masahaba pia walikuwa wakifanya biashara na Mayahudi ndani ya mji wa Madina wa hakana. Asema la hadha muhaddadun bi ahkamin وبحدود وبشروط معروفة عند أهل العلم مأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هو fahamu ومكوس hili jambo lina mipaka yake, lina masharti yake yanayojulikana kwa wanavyuoni ambayo yamepatikana katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asadisu, jambo la sita, mara hili ulizwa sana. أباح الله التزوج من نساء أهل الكتاب. الله ametujuzishia sisi kuoa wanawake wa ahlul kitab, mayahudi na manasara, bisharti an yakunna afifat fi a'radihinna, kwa sharti wawe ni wanawake safi wanaojizuia kutokana na uchafu wa zina katika ardhi yao. وأباح الله لنا أكل ذبائحهم. الله pia ametujuzishia sisi kula vichinjo vinavyochinjwa na ahlul kitab. Na hapa wanawavyuoni hutaja kuwa pamoja na kuwa yafaa kuwaoa ahlul kitab, lakini aula zaidi ni mtu asioe ahlul kitab, haswa katika hii asri ambayo sisi tuishi. Miongoni mwa sababu wanazitoa ni hili sharti alilolitaja Sheikh Al-Fawzan hafidhahullah, bisharti an yakunna afifat. Ile iffa, kule yule mwanamke kujizuia kutokamana na uchafu, wa qalla an yujada, hili ni uchache sana kupatikana katika biat hizi ambazo tunazoishi, mwanamke katika al-kitab ambaye ni hafifa. Ni jambo ambalo nadra sana kupatikana, haswa katika huu wakati tunaoishi sisi. kadhalika min shurut at-tazawuj min al-kitabiyya an takuna al-wilayatu lil-muslim. Katika masharti ya kumwoa kitabia iwe wilaya, usimamizi ni wa Muislamu. Na katika hizi zama tunazoishi, ikiwa ni katika nchi hizi za kikafiri, utaoa kulingana na kanuni za ile nchi ukienda kumwoa kitabia. Kwa hivyo zile nusus zilizoko katika kanuni zao lazima utazifuata, na ndani yake kuna dhulma nyingi, bali wao hawakiri ile wilaya ya yule Muislamu, kwa yeye yuko juu ya yule mwanamke, na kwa yeye ndio atakaye wale watoto ni haki yake. Unaona, kwa wakizaliwa wale watoto ni haki yangu, watakuwa ni Waislamu. Hili jambo hakuna kabisa. Mwanzo hakubali yule mwanamke, hawa kisasa hakubali yule mwanamke kuwa yeye yuko chini yako sam'a wa ta'a, eti kusikiliza kile unachofanya. Ikiwa kuna wanawake wa Kiislamu wana balaa zao, Waislamu hata kutoka nje ya nyumba ruhusa yake kwenye buibui lake, akishavaa atatoka. Mume akija nyumbani, yuko wapi? Anakuja mahali fulani bila hata ruhusa. Itakuja kitabia, uanze wapi kumfundisha kuwa hivi ndivyo tunavyofanya sisi, haitakikani utoke bila ruhusa yangu. Mwambie mwanamke wa Kiyahudi, hutoki hapa bila ruhusa yangu ndani ya nyumba, mfano. Na watoto wangu hawa lazima waende madrasa, kwa hiyo waandae waende madrasa, na yeye ni Yahudia ama Nasrania. Kwa maulama kwa hilo wakasema aula
Hebu angalia, ama mwanamke akasirike aseme haya tuachane, wale watoto katika nchi za kafiri wataenda kwa nani? Watoto wadogo wale wataenda kwa nani? Kwa mama. Kienda kwa mama, kuna Uislamu gani utakaofundishwa? Pamoja na kuwa hili jambo la juzu, wala hatupingani na hii aya, la juzu, lakini ikiwa haya itakuwa mtu ana amani nayo, ikiwa haya utakuwa na amani nayo, basi yalla tawakkal ala Allah. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza sisi katika kuoa, akasema fadhfar bidhati dini taribat yadaka. Mtume sallam ametuhimiza sisi kuwaoa wanawake wenye dini, yani katika Waislamu, hata katika wanawake wa Kiislamu, si kujiolea tu. Ametuelekeza katika hawa wanawake wa Kiislamu pia kuchagua yule aliyena nini, aliyena dini, pamoja na kuwa ni Muislamu. Kwa hivyo ikiwa mwanamke wa Kiislamu ambaye ana tauhid lakini hana dini na tabia njema, Mtume sallallahu hakukuelekeza kumuoa mwanamke kama pamoja na kuwa ni Muislamu, kwa sababu kule kuoa si kwa sababu ya starehe peke yake, bali ndani yake kuna kuchunga haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kuna kuchunga haki za ndoa, kuna kuhifadhi nyumba na heshima na mali, kuna kuwalea watoto. Umezaa naye huyo mwanamke katika Ahlul Kitab, hao wa kisasa, umezaa naye, wataka awalee watoto katika misingi ya dini. Si utaanza wapi? Awalee watoto wako katika misingi ya dini ya Kiislamu, na binti zako awalee katika misingi ya dini ya Kiislamu. Uone hapa kama kuna kidogo kuna uzito fulani hapa, pia kutakuwa haswa hawa sasa. Kwa hivyo wana sababu nyingi ya ulama wazitoa, na Sheikh Ahmad Shakir rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri akizungumzia kuhusu katika asri ile aliyoishi kuoa kitabia. Kuna mambo ameyataja muhimu ya kuyafahamu kabla hujatangulia kwenda kuoa. Alafu binti wa Kiislamu wako wengi, alhamdulillah, wako wengi wataka kustiriwa. Ikiwa kuna kitabia pale na kuna binti wa Kiislamu kidogo tabia zake mbovu, afadhali huyu kuliko ile kitabia. Yani umtangulize huyu binti wa Kiislamu kuliko uende ukaoe, sababu mahama kan huyu ni Muislamu, pengine kuna tabia fulani mbovu wanazo na nini, asa Allah amuongoze jirekebishe. Lakini huyu mwingine si Muislamu kamwe. Hivyo aula tuseme kuwa ni haram, la yajuz, aula mtu ajiepushe sababu hizi tulizozitaja. السابع لا بأس بإجابة دعوتهم وأكل طعامهم المباح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. haina neno kukubali mwaliko wasiyekuwa Muislamu. Amekualika, la bas, waweza kwenda kula chakula chao ambacho ni mubah, si ya kualika nguruwe, kula chakula ambacho ni mubah, kama alivyofanya Mtume sallam. Alikuwa akialikwa na Mayahudi na akienda. Hebu fikiria leo kwa mfano na jirani yako Myahudi kisha akakualika nyumbani, ukaenda ukala pale, kisha Waislamu wakajua, alafu mshekhe amealikwa na Myahudi ankwenda akala. Yale maneno yatakayoenea pale ngani? Maneno atazungumzwa vibaya kuliko. Sheria haijakataza hilo. Amemwalika aweza kwenda, amekwenda mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoalikwa na Mayahudi. Na walivyowaovu wale Mayahudi wakamwalika Mtume sallam na wakamtilia sumu katika nyama waliomwalika na Mtume sallam. Na Mtume sallam aliitikia wito wa Myahudi aliyemwalika. Kwa mfano leo, mfano nasema mwezi wa Ramadhani, mfunga jirani yako si Muislamu,
lakini akakwambia leo ile iftari mnaokula nataka uje nyumbani tutakula pamoja, yafaa kwenda. Amekualika, yafaa kwenda. Sheria haikukataza wewe kufanya hivyo. الثامن الإحسان إلى الجيران من الكفار لأن لهم حق الجوار. kuwafanyia wema majirani ambao ni makafiri, sababu wana haki ya ujirani, bali ni wajibu juu yako kuishi na wao kwa wema ikiwa jirani zako. Kinyume na khawarij, sikia vijana wa kikhawarij kwamba kama jirani yako si Muislamu, gota mlango huko umeshika nyundo, akifungua mpige nyundo ya kichwa. Muovu sana yule, ana haki ya ujirani. Amekaa na wewe jirani yako, wewe ndio uonyeshe mfano mzuri kama Muislamu, kuwa wajua kuishi na jirani zako kwa wema. Kwa hiyo ana haki, pamoja na kuwa ni kafiri, ana haki, ni jirani yako, lazima umpe haki yake ya ujirani, usimuudhi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Haifai kumuudhi jirani yako. Kwa jirani yako utampa haki yake kama jirani, hata akiwa si Muislamu. Kwa hiyo kwa mfano umepika ukaongeza chakula ukampelekea, la bas, haina matatizo yote. Na zile hukuku baina jirani na mwenzake mtekelezee. Tena wewe kama Muislamu ndio utakana umtekelezee kamili, ili umuonyeshe utukufu wa Uislamu. Ukae na yeye kwa wema na kwa uzuri, au ujue kuwa Uislamu ni dini inaowaelekeza watu katika kufanya kheri, na kufanya ikawa pengine ndiyo sababu ya yeye kuongoka na kufuata Uislamu. التاسع, kumalizia jambo la mwisho lilitaja, la yajuzu dhulmuhum. Ni haramu kuwadhulumu wasiokuwa Waislamu, haifai kuwadhulumu. Kuna baadhi ya watu wafanya kazi katika kampuni, labda mwenyewe si Muislamu, ukawaona waiba pale ndani. Mbona waiba wewe? Ati hoja yake asema huyu si Muislamu, yafaa kula mali yake. Haimaanishi hivyo. Huu ni ufahamu mgonjwa uliokuwa nao. Bali Muislamu akiamiliana na kafiri atakikana awe muaminifu zaidi. Msishtuke kusema kuliko Muislamu mwenzake. Kwa nini? Kwa sababu Muislamu mwenzako ikiwa hukumfanyia uaminifu, kwa mfano atasema nini? Fulani yule khain, hana amana. Lakini mfanyie kafiri khiana, atasema nini? Waislamu ndio walivyo. Fahamu, Waislamu ndio walivyofanya khiana, pamoja na kuwa khiana haifai kwa Muislamu na si kwa Muislamu. Lakini tizama pale, waharibu jina la Uislamu. Kwa wale mnaofanya kazi kwenye kampuni za wasiokuwa Waislamu, kuweni waaminifu, wacheni wizi wenu. Kuna watu mijizi alafu ikatoa hoja kama hizi za kikhariji. Kuna watu kazi yao kununua diesel ya magari transporter, wale ambao sio Waislamu, wakaa sehemu hivi kisha waiba geleni 2-3, kisha kwambia kafiri yule na wewe mwizi. Yeye yule kafiri ana ukafiri wake, na wewe mwizi utakwenda kuhukumiwa mbele ya Allah kwa uwizi wako. Sariq, wewe mwizi waiba. So hii ni dhulma sasa mfanyia, na haifai kumfanyia dhulma hata akiwa mtu ni kafiri. Haifai kumdhulumu chochote kile, haifai kumdhulumu. inni haramtu dhulma ala nafsi, Allah subhanahu wa ta'ala, waja'altuhu bainakum muharrama. Dhulma ni haramu kivyo vyote vile. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah aliulizwa swali kuhusu kafiri ukimdhulumu akikuwapiza, je, ile dua anayokuwapiza nayo itakupata? Asema naam, Allah hutakabalia dua ya madhulum hata akiwa ni kafiri. La hubban lilkafiri wa inma hubban liladli. Si kuwa ampenda yule kafiri, la, lakini kwa kupenda uadilifu. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul muqsitin.
kwa kuwa wewe umemdhulumu yule. Usidhanie kuwa eti kafiri akikuapiza wewe haitokufikia, la, pia itakufikia. Si kwa sababu Allah ampenda yule kafiri, la, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala apenda uadilifu. Kwa hili ni jambo ambalo wengi katika watu hawalifahamu. Aona kwake yeye ni sawa kumdhulumu kafiri, haifai. Asiyekuwa Muislamu simdhulumu. يقول الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. angalia makuraish wamewazuia waumini kutokamana na المسجد الحرام. Hili jambo limesababisha waumini kuzidi kuwachukia makuraish kwa ule uovu waliokuwa nao. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia kusiwapelekeeni nyinyi kuwachukia watu hao mnaowachukia, kusiwapelekeeni nyinyi mkawafanyia nini, mkapita mipaka, mkawadhulumu wale watu. wataawanu ala albirri wattaqwa ila akhir alaya. Kwa Allah akatukataza kuwa tusiwadhulumu kwa kuwa eti tuwachukia, la, hili jambo Allah amelikataza. Bali uadilifu wa Uislamu, subhanallah, lau kama mtu angeuzingatia, Uislamu umekuja na uadilifu mkubwa sana. Na ukisoma katika suratul Mumtahina utakuta kuwa mpaka wale wanawake waliosilimu ambao waume zao walibakia katika ukafiri, wakaja wale wanawake kwa Waislamu, hawafai kuwaregeshea wale, sababu la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahun. Lakini Allah asema wa atuhum ma anfaqu, ile mahari waliowalipa wale wanawake walipeni, waachane na wao. Ikiwa kuna kitu wamempa yule mwanamke, sio katika kumuoa yule mwanamke, wakati alipomuoa mregesheni. Katika hili pia usimdhulumu. Namna gani Uislamu unavyoelekeza watu katika uadilifu kwa namna hii. Kwa katika suala la dhulma, la yajuzu dhulmu, haijuzu kuwadhulumu makafiri, haifai. Ule ukhawarij bwana uliofanya watu wa majengo huko wafanye vituko sana. Kuna jamaa huenda katika kibanda cha mtu si Muislamu, akaitisha soda, akakaa pale chini akanwa ile soda, na yeye wajua ni mtu yonwa soda atamlipa basi shilingi 20 sio shilingi 30 soda. Kisha kimaliza kile kibanda sio kiko juu hivi, kioski kile cha chuma kile, chini kuna nafasi, yamwangalia Nzubai tupele chupa chini, kisha huyo yakimbia shakuna soda. Mbona kafiri yule, kafiri yule, kafiri. Na wewe mwizi wa soda tena. Yani wewe watakaambia Waislamu waiba soda, na kuna mmoja maskini apita na gari yake ya askirimu pale, jamaa wakamvamia bwana, wakala askirimu zote, wallahi rabbi, hapa majengo wakamvamia, wakala askirimu. Nini ngawira? Nyi wevi mlitamani tu kula askirimu, mkampokonya mtu, mkamdhulumu. Dhulma waliifanya. Mtu apita na askirimu zake maskini, wamemshika, wakamtandika, wakampiga, kaa kando kafiri wewe. Huu khawarij, huu khariji, umeleta balaa sana. Sijui wafahamu vipi hawa dini. Yani hawa jamaa wana ufahamu wao kivyao, wakimaskani, dini yafahamu kimaskani. Si qala Allah wala qala Rasul. Dini waifahamu kwa vichwa vyao vibovu. Alafu huyo wewe usishangae kijana huyo jioni waje kumuona avuta bangi. Hii afai, avuta bangi kweli. Nafikiri hizo bangi alafu ndio za wajengea nyinyi kuunda dini kama hiyo ya dhulma, ambayo Uislamu hauikubali kabisa. Simdhulumu, haifai kumdhulumu hata akiwa si Muislamu. Dhulma ni haram, wallahu almusta'an. الرسالة الثالثة الحنيفية ملة إبراهيم. إن شاء الله تعالى تنزل kusoma katika kikao kitakachokuja biidhnillah ta'ala.
na hii nafikiri risala thalitha ndio itakuwa risala ya mwisho kabla ya kuingia katika al-usul الثلاثه ikiwa ni kama utangulizi. subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu fiik.